ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: السجدة الثانية ثم يكبر فيسجد السجدة الثانية. وكيفية السجود الثاني كالسجود الأول، وما يقال فيه هو ما يقال في السجود الأول. Kisha baada ya kusema dhikri ile ambayo inasemwa katika kitako baina ya sijida mbili, thumma yukabbiru, kisha atasema Allahu akbar fayasjudu. Akishasema Allahu akbar, kisha atasujudu as-sajdata athaniya, sijida ya pili. Thumma yukabbiru, kisha atasema Allahu akbar fayasjudu as-sajdata athaniya, tasujudu sijida ya pili. Wa kaifiyatu sujudi athani, namna ya sujud ya pili, kusujudu sijida ya pili kasujudi al-awwal, ni kama vile ilivyo sijida ya mwanzo, kwa maana utaweka paji la uso, kadhalika na pua na viganja viwili vya mikono, kadhalika na magoti mawili, pia na ncha za vidole vya miguu miwili. Namna ya kusujudu sijida ya pili ni ile namna ya kusujudu sijida ya mwanzo. Wama yuqalu fihi, na yale ambayo yanasemwa katika sujudu hii ya pili, huwa ma yuqalu fi sujudi al-awwal, ni yale ambayo yanasemwa katika sijida ile ya mwanzo. Sijida ya mwanzo pale ukishasujudu wasemaje? Subhana rabbiyal a'la. Kwa hiyo pia katika sijida ya pili maneno ni hayo hayo, utasema subhana rabbiyal a'la. Sawa. Wama yuqalu fihi, ni yale ambayo yanayosemwa katika sijida ya pili, huwa ma yuqalu, ni yale ambayo yanayosemwa fi sujudi al-awwal, katika sijida ya mwanzo. Thumma yukabbiru, kisha baadaye atasema Allahu akbar fayasjudu as-sajdata athaniya, atasujudu sijida ya pili. Wa kaifiyatu sujudi athani, na kaifia au namna ya sijida ya pili kasujudi al-awwal, ni kama ilivyo sujudi ya mwanzo. Wama yuqalu fihi, na yale ambayo yanasemwa katika sijida ya pili, huwa ma yuqalu fi sujudi al-awwal, ni yale ambayo yanayosemwa katika sujudi ya mwanzo. Qala rahimahullahu ta'ala: rawa al-Bukhari an Abi Hurairah radiyallahu anhu: thumma asjud hatta tatma'inna sajida, thumma irfa' hatta tatma'inna jalisa, thumma asjud hatta tatma'inna sajida. Amesimulia riwaya Imam al-Bukhari kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kwamba alisema Mtume alayhi salatu wassalam, thumma asjud, kisha sujudu hatta tatma'inna sajidan, mpaka utulie aliyokuwa umesujudu. Thumma asjud, kisha sujudu hatta tatma'inna sajida, mpaka uwe umetulia hali ya kuwa umesujudu. Hii kwa sijida ngapi? Ya mwanzo. Thumma arfa, kisha inuka, nyanyuka ukae, hatta tatma'inna jalisa, mpaka uwe umetulia tuli kabisa hali ya kuwa umekaa kitako. Nini hii? Ni aljalsa baina ya sajdatain. Thumma asjud, kisha sujudu tena. Ya ngapi hiyo? Sijida ya pili. Thumma asjud, kisha sujudu hatta tatma'inna sajida, mpaka utulie.
utulie hali ukiwa umesujudu. Warawa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, pia amesimulia hadithi Imam al-Bukhari kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu alisema, thumma yukabbiru hina yasjudu, kisha mtume alisema Allahu akbar wakati alipokuwa ana sujudu, yani akiwa ndani ya kwenda katika ile kusujudu ile anakwenda Allahu akbar, yani anasema ile Allahu akbar akiwa katika kwenda katika sujudu. Hina yasjud, wakati anaposujudu. Thumma yukabbiru, kisha akawa anasema Allahu akbar hina yarfa'u ra'sahu, pale wakati anaponyanyua kichwa chake, yani amesujudu sasa anakuja na kusema Allahu akbar, yani wakati ameshaondoa kichwa pale chini ndio anasema Allahu akbar. Rawa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, amesimulia hadith Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallam, thumma sujud, kisha sujudu, hatta tatma'inna sajidan, mpaka utulie, yani kuwe na tumanina kwenye sujudu, si kama yule kuku anayedona nafaka pale usharudi, la, hatta tatma'in, mpaka utulie, sajidan, hali ya kuwa umesujudu. Thumma arfa', kisha nyanyuka uinuke, hatta tatma'inna jalisan, mpaka uwe mwenye kutulia, utulie ukiwa umekaa kitako, ni kitako hicho baina ya sijida mbili. Thumma sujud, kisha sujudu tena mara ya pili, hatta tatma'inna sajida, mpaka utulie hali ukiwa umesujudu. Warawa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema thumma yukabbiru, kisha mtume alikuwa anasema Allahu akbar hina yasjudu, wakati alipokuwa ana sujudu, wakati alipokuwa ana sujudu. Thumma yukabbiru, kisha pia akawa anasema Allahu akbar hina yarfa'u ra'sahu, wakati anaponyanyua kichwa chake kutoka kwenye sujud kuja katika kitako au kuinuka kuanza rakaa ya pili. Naam, qala rahimahullahu ta'ala, ar-rak'atu ath-thaniyah, rakaa ya pili. Ar-rak'atu ath-thaniyah, rakaa ya pili. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma yukabbiru fayaqumu ila ar-rak'ati ath-thaniyati ala suduri qadamayhi mu'tamidan ala rukbatayhi biduni julusin. Hadha huwa al-mashhur من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقيل بل يجلس ثم يقوم معتمدا على يديه، كما هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، أنا سيما ثم يكبر، كشا أتسيمتين الله أكبر، فيقوم شتسمام kuanza rakaa ya pili. Thumma yukabbir, kisha atasema Allahu akbar, fayaqum, shatasimama, ila ar-rak'ati ath-thaniya, kwenda kwenye rakaa ya pili, kwenda kuianza rakaa ya pili, ala suduri qadamayhi, ala suduri qadamayhi, na akiinuka atakuwa ana juu ya, yani hivi vidole hivi, sawa, ala suduri qadamayhi, akiwa anainukia katika mwishoni mwa nyayo zake mbili, miguu miwili hii, mu'tamidan ala rukbatayhi, hali akiwa anategemea juu ya magoti yake mawili. Yani hapa ni katika kauli ya mwanzo kwamba akiinuka ainukie nini? Magoti, sio ile mikono ndio ikaacha mwisho, magoti ndio yaache mwisho, ndio ambao anategemea kwa ajili ya kuinukia. Sawa, mu'tamidan ala rukbatayhi, hali ya kutegemea juu ya magoti yake, biduni julusin, tena bila ya kukaa kitako cha
istiraha. Yani ukitoka sijida ya pili pale moja kwa moja mpaka juu. Sawa? Leo ingekuwa naweza kuwaonyesha ningewaonyesha. Nasallallahu alafia wassalama. طيب ثم يكبر فيقوم kisha atasema Allahu akbar na atasimama ila rak'ati athaniya kwenda kwenye rakaa ya pili ala suduri qadamaihi mwishoni kwenye vifua kwa maana ya mwishoni mwa nyayo zake mbili miguu miwili mu'tamidan ala rukbatayhi akienuka atakuwa anategemea kujisaidia juu ya magoti yake mawili biduni julusin bila ya kukaa jilsatul istiraha hadha huwa almashhur mwenuko huu na namna hii ndio jambo ambalo limekuwa mashuhuri sana min madhhab al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katika madhhab Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullahi ta'ala kwamba alikuwa anaonelea mtu akiinuka kuja rakaa ya pili ainuke moja kwa moja waqila na pia hapa amesemwa bali yajlis bali atakaa thumma yaqum atakaa kidogo kisha ndo atasimama mu'tamidan ala yadayhi hali akitegemea juu ya mikono usisema magoti ataondoka mwanzo mikono ndio iondoke mwisho ndio kusimama ili ya mwanzo mikono ondoka mwanzo sawa atategemea nini magoti yake alafu ndo anasema moja kwa moja bila ya kukaa kitako cha istiraha hiyo ni mashuhuri kwenye kaul au madhhab ya Imam Ahmad ibn Hanbal kauli ya pili ni kwamba wanasema bali yajlisu bali atakaa thumma yaqumu kisha ndo atasimama mu'tamidan ala yadayhi hali ya kutegemea juu ya mikono yake miwili kama huwa almashhur kama ilivyokuwa hivyo ndio mashuhuri min madhhab al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala katika madhhab ya Imam Shafi'i alayhi rahmatullahi ta'ala wa hadhihi al-jalsatu na kikao hichi mashhuratun ni mashuhuri sana عند العلماء mbele ya wanawazuoni bismin kwa jina yani hichi wamekipa jina kikao hichi wa hadhihi aljilsatu na kikao hichi mashhuratun ni mashuhuri tajulikana عند العلماء mbele ya wanawazuoni bismin kwa jina wa huwa jilsatul istiraha alulama wamekipa jina wakakiita jilsatul istiraha kitako ambacho unakaa kidogo kabla ya kuinuka kuanza rakaa ya pili au ya ngapi au ya nne rakaa ya pili au ya nne maana ya tatu kwa umekaa tashahud sawa kwa haitakuwa tena istiraha itakuwa ni at-tashahhud al-awwal وهذه الجلسة مشهورة عند العلماء باسم na kitako hichi ni mashuhuri kwa maulama mbele yao kwa jina wa huwa jilsatul istiraha wao wamekipa jina kakiita jilsatul istiraha kitako cha kupumzika kidogo cha kupumzika wa qad ikhtalafa alulama na kwa hakika wametofautiana wanazuoni rahimahumullah ta'ala Allah arehemu wote fi mashru'iyatiha katika kuweko kwake kisheria kitako hicho je sheria imekuja kuelezea kitako hichi amla kwa hiyo kuna khilaf baina al-a'imma baina al-ulama kwamba je ni cha kisheria au sio cha kisheria minhum wapo miongoni mwao katika al-ulama man yara annaha mustahabbatun mutlaqa kwamba kitako hichi kimependekezwa mutlaq kwa kuachia maneno bila kaidi yoyote ni sawa mtu ana mwili mdogo au mwili mkubwa au kachoka au hajachoka au ni mzima au aumwa mutlaqa ni mustahabba wapo ambao wameonelea hivyo fa idha qumta ila thaniya
utakapotaka kusimama kwenda katika rakaa ya pili, fa idha qumta ila thaniya, basi utakapotaka kusimama kwenda kuanza rakaa ya pili, au ila rabi'a, au kwenda kuanza rakaa ya 4 ya mwisho, fajlis, kaa kidogo, thumma nhad, kisha ndo inuke, kisha inuka, mu'tamidan ala yadaika, hali ukiwa unategemea juu ya mikono yako kwenye kuinuka, mikono kwenye kuinuka. Qala rahimahullahu ta'ala, minhum man yara, wapo katika ulama wanaoona annaha mustahabbatun mutlaqa, kwamba kitako hichi kimependekezwa kwa kuachia maneno bila kaidi yoyote, labda kwa mtoto au kijana au mtu mzima au mgonjwa au alikuwa sahihi au ni mut'ab au ghairu mut'abin, hakadha ni mutlaq, kiachiwa. Fa idha qumta ila thaniya, utakapotaka kusimama kwenda rakaa ya pili, au ila rabi'a, au kwenda kuanza rakaa ya 4, fajlis manake kaa kidogo, thumma nhad, kisha ndo inuke, kisha inuka, mu'tamidan ala yadaika, na ukiinuka tegemea juu ya mikono yako, sawa, juu ya mikono yako, imma ala sifati al-ajin, imma utainuka hiyo mikono nayo itakuwa katika sifa ya mkandaunga. Kaif yani kwa si mkandaunga anafanya hivi, kwa utakuwa umeweka hivi ndio utainukia, maana mkandaunga anakuwa hakandi hivi. Huyu ni mtu ambaye labda akimbia kitu, kwa hiyo utaiweka hivi alafu ndo unainukia. In sahha alhadithu fi dhalika, ikisihi hadith katika jambo hilo, sawa. Kuna khilafu kama hadithi ni sahihi au sio sahihi. Hiyo ya kuinukia sifa ya ngumi ile kukaa na unga wili, imma ala sifati al-ajil, imma katika sifa ya ajil mwenye kukaa na unga wake vile. In sahha alhadithu fi dhalika, itakapokuwa imesihi hadith katika jambo hilo, au ala ghairi hadhihi sifati, au juu ya isiyokuwa sifa hii, yani kawaida. Sasa utatika viganja vile kawaida, indama yara anna hadith al-ajni dhaif, mbele ya wale ambao wanaona kwamba hadithi hii ya sifa kanaunga kwa hadithi dhaif. Kwa hiyo kuna khilaf baina hadithi kwamba je ni sahihi au sio sahihi. Ambaye aona sahihi ainukie sifa ya kukunja vikono hizo, kama ngumi vile, alafu unainukia. Ambaye aona sio sahihi, hakuna vita, atatandika na kufanyaje na kuinukia tayari mahali. Wa minhum man yara annaha ghairu mustahabba ala al-itlaq, na wako ambao wanaona kwamba kitako hichi si chenye kupendezeshwa juu ya kuyaachia maneno, sawa, kwamba itakuwa kipo lakini kwa hali fulani, sio mutlaq, kipo lakini sio mutlaq. Wa minhum man yufassil, na wako ambao wanapambanua, wameweka ufafanuzi namna gani mtu akae na namna gani mtu asiweze kukaa. Wa minhum man yufassil, na wapo katika ulama ambao wao wamekuja na ufafanuzi, wa yaqul, na wakasema in ihtajta ilaiha, ikiwa utahitajia kukaa, in ihtajta ilaiha, endapo utahitajia kukaa kitako hicho, ka mashaqqati nuhudhi, kama yale mashaka wakati wa kuinuka, ala suduri qadamaika, juu ya hivi mwishoni kwa miguu, yani kwanza kwenye matumbo ya vifua vya nyayo hivi, ndio kwa kuinukia, sio upate nguvu ile, lazima uwe na miguu katika, yani miguu hii na magoti yanasubu mahali, sawa. Ikiwa mwali ya kengele humu huwezi kuinuka, utaanguka tu, lazima mwe strong humu ili upate nguvu za kujiinua. Kadhalika ambaye mwili wake ni hafifu kidogo, kilo 45 mpaka 50 mpaka 60 mpaka 70 mpaka 80, wanaambiaje mtu anajimwili kama tractor, yani ana kilo 150, haya sasa atainukaje huyo? Mpaka ajipangie hivi. Sababu kuna mtu ainuka kwanza mguu mmoja mmoja, huu mpaka inue hivi, akamate hivi, ndo aje huko, ndo huyo aje juu.
kwa sababu mwili ni mzito, na wako ambao sali katika madirisha pembeni akabati nondo ile ajiinue, wako hao akisali maisha yeye akadirishani pale, kwa sababu atakatumia ile nondo pale wakati wa kuinuka haitafaa. Itafaa ndio anavyoweza, ni lazima apate kisaidizi. Kama huyu kwenye nguzo za kusali pale au kwenye akala ugongo wake mwenyewe kwa kumsaidia kuinuka, sawa. Sasa ambaye kwamba hawezi kuinuka kutegemea hivi vifua vya qadam ni linyawe ile, huku ndio suduru, kifuani ni huku, au inakuwa ni hapa, wajisaidia na vidole hivi. Kwa hiyo sehemu yakulu akasema inihtajta ilaiha, endapo utahitajia kitako hicho, kama shaqati nuhudhi, kama vile tabu na mashaka ya kuinuka, ala suduri qadamaika, kuinukia katika vifua ya nyayo zako mbili, lidhaafin, kwa udhaifu uliokuwa nao, au kibarin, au tuuzima, au maradhin, au ugonjwa, sawa. Ugonjwa alionao amedhoofika, hawezi kuja moja kwa moja, hawezi kuinukia hivi miguu ikampa nguvu akainuka, au tuuzima, au amechoka sana, sawa, kachoka, au ma ashbah dhalika, au mfano wa mambo hayo. Fa innaka tajlisu, ukiwa na hali hizo za udhaifu au uzee au maradhi au taab, sawa. Fa innaka tajlisu, kwa hakika utakaa, thumma tanhad, kisha utainuka. Utakaa kwanza upate nguvu mpya, alafu ndio uinuke. Wa idha lam tahtaj ilaiha, na kama huhitaji kukaa kitako hicho, mashallah ni kijana shababi maneno wenyewe, fala tajlis, sikae, sawa, nenda moja kwa moja. Kwa utaangalia hali yako, waweza direct kiona nipate kidogo nichume nguvu mpya, utakaa kidogo, baadaye ndio utafanyaje, tainuka. Qala rahimahullahu ta'ala, wastadalla lidhalika bi anna hadhihi aljilsa laysa laha du'a, wakatoa dalili kwamba kwa hayo kwamba kitako hicho hakina dua. Ukikaa pale useme rabbi ighfirli, wala dhikri yoyote pale, usemi kitu, umsalie mtume hapo, usome aya ya Qur'ani hapo, hakuna dua yoyote hapo, wala tasbih, wala tahlil, wala takbir, wala ni kukaa muda mdogo tu. Wastadalla lidhalika, na wakastadili kwa hayo, bi anna hadhihi aljilsa, kwamba kitako hichi alistiraha laysa laha du'aun, hakina nini, hakina dua, hapana dua hapo. Walaysa laha takbirun inda al-intiqal minha, wala hapana kusema Allahu akbar wakati unapoondoka sasa kuja kusimama, yani haina takbir khas, sawa, kwamba hii ni takbira maalum utaisema pale ukikaa kitako cha istiraha, kwamba kuna mbili, ile kuondoka kwenye kusujudu pale utasema Allahu akbar, okay kidogo, baada Allahu akbar ndio uje juu, hapana takbira hapo. Walaysa laha takbiru, na wala hakina takbira pia inda al-intiqal minha, wakati wa kuondoka hapo kwenda katika kusimama. Bali takbiru wahidun, bali takbiri ni moja pekee yake, minas sujudi ila al-qiyam, kutoka kwenye kusujud hadi kwenye kusimama. Takbira ni moja tu, ni ipi? Ili Allahu akbar ni moja tu, sawa, ni moja. Bali takbiru wahidun, lakini takbiri ni moja, minas sujudi ila al-qiyam, kutoka sujud hadi kwenye kusimama. Fa lamma lam yakun laha takbiru, sasa kitako hichi kilipokuwa hakina takbir, qabla yake, wala baadaha, wala baada yake, wala dhikra fiha, wala pana dhikri yote kwenye kukaa kitako hicho, dalla ala annaha ghairu maqsudatun fi dhatiha, kikajuilisha kwamba kitako hichi si chenye kukusudiwa kwa dhati yake, sawa, hakija kusudiwa kwa dhati hicho kikao. Lianna kulla ruknin maqsudun fi dhatihi fi salah, kwa sababu kila nguzo hukusudiwa kwa dhati yake katika sala. La budda fi min dhikrin mashru'in, ni lazima katika nguzo hiyo itakuwepo ndani yake dhikra ambayo imewekwa kisheria. Kwa mfano kwenye kusimama, si nguzo kusimama,
hakuna dhikri yake hapo? Ipo. Mahu ni ipi? Kwenye kusimama kuna dhikr? Hakuna. Kwenye kusimama mwenye kuswali pale kuna tajwa? Hakuna. Zipo al-istiftah, al-isti'adha, al-basmala, al-fatiha was-sura. Wakati ufanyaje kusimama? Si ni hivyo? Haya, kwenye kurukuu hakuna dhikr? Ipo. Leo ni ipi? Subhana rabbiyal azim. Je, katika ile al-i'tidal, sami'a Allahu liman hamida, kuna dhikri? Haipo. Ipo, nayo ni rabbana lakal hamd au rabbana walakal hamd au allahumma rabbana lakal hamd au allahumma rabbana walakal hamd. Naam. Je, katika sujud, ile tendo la kusujudu pale kuna dhikri? Hakuna. Ipo, nayo ni subhana rabbiyal a'la. Sawa. Je, katika kitako baina sijida mbili pana dhikri? Hapana. Ipo, nayo ni rabbi ighfirli warhamni wahdini wajburni waafini warzuqni. Sio? Ipo. Kwa hiyo kila pahala katika nguzo ambayo yakusudiwa kwa dhati yake kwa dhikri, pana dua hapo au pana neno la kusema hapo. Je, hapa kwenye kitako baina sijida mbili wasema nini? Wasema nini? Kwenye jalsatul istiraha wasema nini? Kitako cha mapumziko mafupi kabla ya kuinuka kuanza raka ya pili au ya nne wasema nini? Wasema nini? Wasema aya Qur'an, wamsalia rasul, wasema Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subbun qudus rabbul malaikati war ruh. La. Kwa hiyo kwa vile hapana dua, hapana takbira ya kuondoka hapo, ikajuilishwa kwa jambo hili halijatakiwa kwa dhati yake, kwa sababu lianna kulla ruknin maqsurun fi dhatihi fi salat, kwa sababu kila nguzo ambayo imekusudiwa katika dhati yake yenyewe katika sala, la budda fi min dhikrin mashru'in, ni lazima patakuwepo na dhikri ambayo ipo kisheria hapo. Sawa. Ukikaa chai yetu ya mwanzo wasoma hadi pale pake maalum, sio ya mwisho hadi mwisho wake. Kitako hichi cha istiraha hapana dhikri yoyote. Kwa hiyo ikajuilisha kwamba hichi kitako hichi hakija kusudiwa kwa dhati yake ndani ya sala, itaangalia hali ya mtu, mahitaji yake. Walisema watu wetu, wageni wetu wa jana hapa, nyinyi mtakaa misikitini na vitabu tu na wale wa nje watawaambia nani? Basi خلاص, hiyo ndo namna kujipa moyo. Yani hiyo namna kujipa moyo. Kama mtu ambaye kapata maradhi ya ukimwi alafu akapewa dawa, kama dawa hizi zarefusha maisha, kumbe maisha yangu atarefuka mimi. Wewe wafa wewe utakufilia mbali tu. Kwa hiyo sasa sisi tusoma mtatupata hapa, nyinyi mtaenda mtazunguka huko mtatupata hapa. Sawa? Naso kijeri kwamba sijui mtakana vitabu tu. Sasa si elimu hiyo. Kwani kukaa na vitabu na masufuria bora vipi? Kukaa na vitabu kwa wasoma, kufanya mutala, kufanya muraja'a, na ikaa na masufuria tu basi kupika na kula. Bora vipi? Si bora vitabu basi. Almuhim, wa takbirin sabiqin, na nguzo hiyo inakuwa ina takbira ambayo imetangulia, wa takbirin lahiqin, na takbiri ambayo inakuja mbele. Sawa? Ipo kusema hapa kwenye kusimama, ipo ya kabla Allahu akbar ihram, si ipo hiyo? Sasa naenda katika rukuu, kwanza kuna nini? Takbir Allahu akbar, naenda. Okay? Kija hapa sami'a Allahu liman hamida, narudi Allahu akbar, naenda Allahu akbar, nakaa kitako Allahu akbar mara ya pili, Allahu akbar kusimama. Ama kitako hichi cha istiraha hakina takbira ya kabla wala ya baada. Takbira iliyopo ni ile ya kuinuka kutoka pale kwenda katika qiyam, kwanza raka ya pili, si takbira ya kwenda katika kitako cha istiraha. Sawa? Qalu, wakasema wayadullu ala dhalika aidan, na yajuilisha juu ya hilo pia, anna fi hadithi Malik ibn Huwairith, katika hadithi ya Malik ibn Huwairith radiyallahu anhu, annahu ya'tamidu ala yadayhi, kwamba alikuwa yeye akiinuka akitegemea juu ya nini? Mikono yake. Sahaba mikono yake
wal i'timadu ala al-yadaini, sawa, na kutegemea juu mikono miwili wakati kunuka, la yakunu ghaliban, hai mara nyingi, illa min hajatin, ila kutokana na haja, wa thiqali, na uzito, bil jismi, wa mwili, uzito wa kiwiliwili, la yatamakkan ma'ahu min an-nuhud, uzito ambao mtu anakuwa haiwezekani, hamakiniki pamoja na uzito huo katika kuinuka, kwa lazima jisaidie na nini, na mikono, ili aje juu moja kwa moja. Falihadha naqul, kwa ajili hii tusema, in ihtajta ilaiha, ikiwa utahitajia kitako hicho, fala tukallif nafsaka, usilazimishe nafsi yako. In ihtajta ilaiha, kama utahitajia kitako hicho kukaa cha istiraha, fala tukallif nafsaka, usikalifishe nafsi yako, ilazimisha, fi nuhudi, katika jambo la kuinuka, min as-sujudi ila al-qiyami ra'san, kutoka kwenye kusujud ila al-qiyami, hadi kwenye kusujud ra'san, moja kwa moja, sawa, kusema mimi tena moja kwa moja. Falihadha naqul, kwa ajili tusema, in ihtajta ilaiha, ikiwa utahitajia kitako hicho, fala tukallif nafsaka fi nuhud, usilazimishe nafsi yako katika jambo la kuinuka, min as-sujudi, kutoka kwenye kusujudu, ila al-qiyami, kwenda katika kisimamo, ra'san, kwa maana kichwa, kwa maana kwenda moja kwa moja mpaka ukiinua kichwa juu, usifanye hivyo. Wa in lam tahtaj, na kama huhitaji, fal aula, bas jambo lililo bora, an tanhadha min as-sujudi, ni kuinuka kutoka kwenye kusujud, ila al-qiyami, kwenda kwenye kusimamo, ra'san, moja kwa moja, kama huhitaji kitako cha istiraha. Asema fal aula, kwa kauli ya Sheikh alivyosema katika muono wake, asema ilivyo bora, an tanhadha, ni kuinuka wewe, min as-sujudi, kutoka kwenye sujud, ila al-qiyami, kwenda kwenye kusimama, ra'san, moja kwa moja, ukiinua kichwa wima ushasimama. Wa hadha huwa makhtarahu sahibul Mughni, na hii ndio kauli ambayo kaichagua mwenye kitabu chake cha al-Mughni. Mani huo? Abdullah ibn Ahmad ibn Qudama al-ma'ruf, sawa, bil Muwaffaqi rahimahullah ta'ala, wa huwa min akabir ashabi al-Imam Ahmad, na huyu ni katika wale wafuasi na wanafunzi wakubwa sana wa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa huwa ikhtiyar Ibn Qayyim fi Zad al-Ma'ad aidan, ndio chaguo la Imam Ibn Qayyim rahimahullah kwenye kitabu cha Zad al-Ma'ad pia. ويقول صاحب المغني، na anasema mwenye kitabu cha al-Mughni Ibn Qudama rahimahullah, inna hadha huwa alladhi tajtami'u fihi al-adilla, kwamba kauli hii ndio kauli ambayo za kusanyika ndani yake dalili zote, sawa. Kauli hii ndio kauli ambayo za kusanyika ndani yake adilla zote, al-adillatu allati fiha ithbatu hadhihi al-jilsa wa nafiha, dalili ambazo ndani yake kuna kuthibitisha kitako hichi, na adilla ambazo ndani yake kuna kukikanusha, basi zinakusanywa katika kauli hii. Wa hadha tafsil indi arjahu min al-itlaq. Sheikh asema, na ufafanuzi huu, basi hadha tafsil, ufafanuzi huu indi, kwangu mimi, mbele ya nani? Indi kwangu, kwake nani? Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah sema arjahu, ndio ambao una nguvu zaidi, min al-itlaq, kuliko jambo kuliachia mutlaq. Bora kwa tafsiri namna hii, anahitajia akae, asihitajia yalla moja kwa moja. Qala rahimahullah ta'ala, wal qawlu bi anna la tushra'u mutlaqan 'indi dha'ifun, na kauli kwamba kitako hichi kwamba hakipo kisheria mutlaq, kauli hiyo kwa mimi ni dhaifu. Wal qawlu bi anna la tushra'u mutlaqan 'indi dha'if, kauli kwamba kitako hicho hakipo kisheria mutlaq, basi kauli hiyo kwa mimi ni kauli dhaif, lianna al-ahaditha fiha thabitatun, kwa sababu hadithi nyingi katika jambo hilo zimefanyaje, zimethibiti. Huwezi kusema bwana hakipo mutlaq, la, kipo ile katika ufafanuzi
ambao umetangulia punde. Qala rahimahullah ta'ala, rawa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Amepokea hadithi Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anasema thumma yukabbiru hina yasjudu, kisha alikuwa anasema Allahu akbar wakati anapo sujudu. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kisha pia alikuwa anasema Allahu akbar anapoinua kichwa chake. Warawa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pia kasimulia hadithi Imam Bukhari kutoka Abi Hurairah radhiyallahu anhu aliposema thumma qara ma tayassara ma'aka min al-Qur'ani, kisha soma kile ambacho kimerahisika pamoja nawe pamoja na kwenye Qur'an. Thumma qara, kisha soma ma tayassara ma'aka, kile ambacho kimewepesika pamoja nawe ulichohifadhi, yani min al-Qur'ani, kwenye Qur'ani. Thumma arka', kisha rukuu, hatta tatma'inna raki'a, mpaka umetulizana hali ya kuwa umerukuu au mwenye kurukuu. Thumma arfa', kisha inuka, hatta ta'tadila qa'iman, mpaka unyooke sawa hali ukiwa umesimama sawa, ulingane viungo vyote sawa sawa ukiwa umesimama. Thumma sujud, kisha sujudu, hatta tatma'inna sajida, mpaka uwe umetulizana hali ya kuwa mwenye kusujudu. Thumma arfa', kisha inuka, hatta tatma'inna jalisan, mpaka uwe umetulizana hali ya kuwa umekaa kitako. Thumma sujud, kisha sujudu, hatta tatma'inna sajidan, mpaka uwe umetulizana hali ya kuwa umesujudu. Thumma fa'al dhalika, kisha fanya yote hayo yafanya hayo fi salatika kulliha, katika sala yako yote unayo yafanya katika rakaa ile ya mwanzo, ndo hayo katika rakaa ya pili na ya tatu na ya nne. Sio kwamba kwenye kisimamo cha rakaa ya mwanzo kitakuwa na adhkari zake mbali ambazo hazipo katika rakaa kisimamo cha rakaa ya pili, au katika rukuu ya rakaa ya mwanzo zile adhkari zake zitafautiana na za rukuu ya rakaa ya pili, au as-sujud na mfano kama hayo, yani yale yote ambayo, na ndio maana Rasul yule bwana ambaye akikosea sala, yeye alitia umuhimu na mkazo kumwelimisha, kumfundisha yale maneno na matendo yote ambayo yafanywa kwenye sala katika rakaa hiyo moja ya mwanzo. Kisha akamwambia thumma fa'al, kisha fanya dhalika, fanya hayo fi salatika kulliha, katika sala yako yote fanya hayo. Rakaa ya pili yarejee, rakaa ya tatu yarejee, rakaa ya nne ni hivyo hivyo. Sawa, alifundishwa kwenye rakaa ya moja, sio haya rakaa ya mwanzo na ya pili na ni yale. Thumma fa'al dhalika, kisha fanya hayo fi salatika kulliha, katika sala yako yote. Sawa. Wa fi riwaya, na katika riwaya akasema thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kisha sujudu mpaka uwe umetulizana hali ya kuwa umesujudu. Thumma sujud, kisha sujudu, hatta tatma'inna sajida, mpaka uwe umetulizana hali ya kuwa mwenye kusujudu. Thumma arfa', kisha inuka, hatta tatma'inna jalisan, mpaka uwe umetulizana hali ya kuwa umekaa kitako. Thumma sujud, kisha sujudu, hatta tatma'inna sajida, ya pili mpaka uwe umetulizana hali ya kuwa umesujudu. Thumma arfa' hatta tatma'inna jalisan, kisha inuka hata uwe umetulizana kwenye nini, kitako. Gani hichi? Istiraha. Sasa sawa, anataja hadithi ambayo imetaja jinsi ya istiraha. Thumma fa'al dhalika, kisha fanya hivyo, fanya hayo fi salatika kulliha, katika sala yako yote. Asema tena warawa al-Bukhari an Malik ibn Huwairith, pia kasimulia Imam Bukhari kutoka Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya, kwamba yeye alimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam yusalli, akiwa anasali, alimuona akiwa anasali. Fa idha kana fi witri min salatihi,
anapokuwa katika ile moja katika swala yake, lam yanhad, anakuwa hainuki moja kwa moja, hatta yastawi qa'idan, mpaka kwanza awe kakaa sawa sawa, hali ya kuwa amekaa kitako. Sasa ikishasihi hadithi, hapana masala ya tafsiri kwamba wahitaji au huhitaji. Si mtume kakaa na wewe kaa, ni sawa, mwepesi ni sawa, ni mzito. طيب. وروى البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي kwamba yeye alimuona mtume صلى الله عليه وسلم yusalli, akiwa anasali, fa idha kana fi witrin min salati, akiwa katika ile moja, yani ya mwisho ile, au ile moja ile katika sala yake, maana mbili atakatahiyatu sio, lakini raka ya tatu na raka ya ngapi, akuja kuanza ya pili na ya nne, sawa. Ile moja katika sala yake ile, lam yanhad, anakuwa hainuki, hatta yastawiya qa'idan, mpaka kwanza awe kakaa sawa sawa, hali akiwa amekaa kitako. Wa fi riwaya annahu salla bihim salata rasulillah, kwamba huyu Malik ibn Huwairith radiyallahu ta'ala anhu aliwasalisha masahaba sala ya mtume sallam, ikawa idha rafa'a rasahu, ikawa anapoinua kichwa chake, ani sajda thania, kutoka kwenye sijida ya pili pale, jalasa hukaa, wa atamada ala al-ardi, na akategemea juu ya ardhi, akakaa sawa sawa pale, thumma qama, kisha ndiyo akasimama. Kwa hiyo anakuwa anakaa kidogo, baadaye ndiyo ananyanyuka. Wa fi riwaya, ikawa katika riwaya nyingine, annahu salla bihim, kwamba yeye aliwasalisha wao salata rasulillah, sala ya mtume wa Allah sallam, asema wa idha rafa'a ra'sahu, na yeye anapokuwa anaponyanyua kichwa chake, ani sajda thania, kutoka sijida ya pili, jalasa hukaa, wa atamada ala al-ardi, na akategemea juu ya ardhi, thumma qama, kisha ndiyo akasimama. Warawa an-Nasa'i annahu kana yurihim kayfiyata salat an-nabi sallam, fi Imam an-Nasa'i anasema kwamba alikuwa akiwaonyesha namna ya sala ya mtume sallam, akawa anasema fa idha rafa'a rasahu, anapoinua kichwa chake, minas sajdati thania, kutoka sijida ya pili, fi awwal rak'ati, katika raka ya mwanzo ile, istawa qa'ida, hustawi, akakaa sawa sawa, hali kwa kakaa kitako, thumma qama, kisha ndo anasimama, fa'tamada ala al-ardi, na anakuwa anategemea juu ya ardhi ile, kwa mikono ndio akafanyaje, akainuka sawa, mikono ardhini, na huyo ainuka kuja kuanza raka ya pili. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fi sahih al-Bukhari an Aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha lam tara Rasulullah, anasema kwa mama Aisha radhiyallahu anha hakupata kumuona mtume wa Allah alayhi salatu wassalam yusalli salata al-layli, akisali sala za usiku, qa'idan qattu, hali ya kuwa kakaa kitako kabisa, hatta asan, mpaka alipokuwa mtu mzima. Sasa umri umekuwa sasa umeenda miaka 61 62 huko, mwaka wake kifo 63 huko, hata asanna, mpaka alipokuwa na umri mkubwa. Fakana yaqra'u qa'idan, akawa mtume anasoma sura akiwa kakaa kitako, hata idha arada an yarka'a qama, mpaka sasa anapotaka kurukuu pale ndio anafanyaje, ananyanyuka. Ile katika mwanzo katika ujana wake, katika hirimu hizo, hajapatapo akimwona mtume kaswali akikaa kitako kabisa swala za usiku, mpaka alipokuwa mtu mzima, ikawa sasa umri tena ushaenda, na tunajua kwamba Rasul alipokuwa katika umri wake wa mwisho alifanyaje, alinenepa, mwili wake uliongezeka, sawa, hakuwa tena kama ilivyokuwa miaka 25, kidogo alikuwa sasa mwili umejaajaa. Kwa hiyo ikawa anasali, anaanza takbira ile Allahu akbar, kakaa sawa, afungua sala kakaa, isti'adha kakaa, basmala kakaa, sura al-Fatiha amekaa, anasoma sura, mpaka sasa kaona hapa imetosha, atakurukuu, anainuka, sawa, anamalizia baadhi ya aya, ndio anarukuu, halafu anarudi, anasujudu, anakaa, anasujudu,
anakaa kuanza rakaa ya ngapi? Rakaa ya pili. Okay, akiwa kakaa kitako anasoma hapo masha ayqra, akitaka kurukuu sasa fanyaje? Anainuka tena, alafu na rukuu na kuyatidali na kusujudi tena. Ila aliyafanya haya mwishoni mwa umri wake, sawa, mwishoni mwa umri. Ama mwanzo sema lam tara, mama Aisha hajapatapo kumuona Rasulullah mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yusalli salata al-layl, hajapata kumuona akiswali swala za usiku qa'idan, akawa kakaa kitako qatun kabisa. Hata swali sema katu wa badani, tunasema hivyo katu wa badani. Ile qatu ni Kiarabu na ile abadani pia ni Kiarabu. Tafuteni majina ya Kiswahili mweke hapo. Ile qatu ni Kiarabu bimaana kabisa, sawa. Na ile abadani lakini abadan milele. Ile abadani tumeongezea ni abada milele, khalidina fiha abada milele. Hajapata kumuona katika umri wake wote akikaa naye kama mke ndani kusali usiku akiwa kaka kitako mpaka alipokuwa mtu mzima. Na utu uzima wa mtume miaka 63 tu. Wewe ngapi? 65. Mashaallah. Sawana yule mzee 65 na aswali wima. Aswali wima. Awashinda mpaka vijana hapa. Kuna baadhi ya vijana hapa awashinda yule mzee. Allah muhifadhi na atuhifadhi sote. Kuna baadhi ya watu waliama msikiti hapa wasema visomo virefu bwana, ati walfajiri huo ndio sura ndefu hiyo walfajiri. Mimi siwezi bwana. Kwa hiyo msafu ile qul wallahu imo tena imo, sasa sura tu hii qul wallahu, yani ni kwamba ana haraka tu, ana haraka. Huyo alfajiri ya mkira, abasa ya mkira, amma ndo kabisa tunasikia nyuma la kohoa kwenye sisemi kila kohoae ahimiza ila anakuwa na desturi ya kukohoa. Na utaona mbona kwenye kurukuu pale watu hawakohoi, mbona kwenye kusujudu kule watu hawakohoi, ile kwenye kisimamo ndio zile qahqaha zinakuwa nyingi sana. Ni kwamba ambapo imam rukuu tena rukuu. Kwa hiyo hata asana mpaka kwa mtu mzima. Fakana yaqra'u qa'idan, akawa anasoma akiwa kakaa kitako, hata idha arada an yarka'a, mpaka anapokusudia kurukuu pale ama kusimama. Faqara'a nahwan min 30 aya, akishasimama pale anasoma kiasi ya aya 30. Tabaraka nzima. Ni mtu mzima huyo sasa, mtu mzima tena, umri umeenda, anasoma sura ndefu katika kitako, hata kurukuu ndio sasa anainuka pale anasoma kiasi ya aya 30. Tumesoma hapa kisomo cha Rasul ilivyokuwa, alikuwa anasoma aya, sio tena qiraa kile hujui kama kuna shadda, kuna madda, kuna hakuna, wafafanua kila mwisho aya lazima asimame. Yeye hajapata kuunganisha baina aya mbili, kila aya simama, penye rehema asiombe, penye adhabu ajikingenea kwa Allah tabaraka wa taala. Pakulia kwanza aliye, halafu naendelea kisomo chake. Mara moja tuliswali, sisemi wapi, imamu akalia, siko sana ni khushu', ajua maana ya Qur'ani, zile aya za adhabu kubwa, imamu akalia. Tulipotoa sala tukapata wale ambao wajua ghaibu, wakasa jamaa ile sura bana ilimkwama, ikawa sasa kule mbele hakujui, akaamua aliye azuge pale. Waswahili mtihani sana, wasema jamaa kile kilio si cha khushu'i, kile sura alisahau. Sasa ikawa hayasikwenda mbele, kwa sababu akajifanya kulia pale, kalia baada ya karukuu, sura kaisahau bwana. Madaraka jambo gani ambalo limekujulisha mpaka ile sura kama kaisahau? Hii kuna watu lazima wapate dhambi, yani hakubali, lazima wapate dhambi. Dhana ambayo kwa imam kalia asema sura kaisahau, ana khushu'i gani bwana, sura kaisahau bwana, ndio kajitakilio pale baada ya karukuu. Haya sasa tufanye vipi?
Ukilia sura ushasahau, usipolia ambao huna khushui. Allahu almusta'an. Na ndio maana siku zote usifanye jambo kuangalia watu. Sawa? Ukitaka kufeli katika jambo lako lolote, la ibada, la kijamii, la dunia, la akhera, wallahi angalia binadamu. Angalia binadamu. Nakwambia bwana hapo ulifanya hivi. Jambo langu, gharama zangu, mimi ndio mhitaji. Ungefanya hivi. Hamna bwana, ukitia hasara hivyo, si langu. Sasa wewe funga masikio haya. Tayib, wale watu ambao wana ilmu na khibra na watu wazima, just utaka ushauri niliendee vipi. Ila ukishaamua fatawakkal ala Allah. Ukisema wasikiza bwana vijiweni, ufanye lako daima. Ya nini shekhi bwana? Usifanye, fanya hivi. Fanya hivi, ungefanya hivi. Kwa sasa kwenye mtihani. Hata ibada ukisema tunafanya ibada watu wote waniridhie. Haya fanya tukuone. Fanya. Watu wote wakuridhia wewe. Ikiwa Allah tabaraka wa taala, bali Rasul sallallahu alayhi yeye hakuridhiwa na watu wake wote. Si ni hivyo? Walioishi naye, wakamlea, wakamhami, wakamkadhibisha. Au 40 ayatan, anasoma aya 30 au aya 40, thumma raka'a, kisha ndo narukuu. Wafina ndani yake sema falamma kathura lahmuhu, ndio hiyo sana nawaambia punde Mtume zilipokuwa nyingi nyama zake za mwili alinenepa. Rasul alipokuwa mwishoni mwa umri kidogo alitia mwili. Falamma kathura lahmuhu, Mtume zilipokuwa nyingi nyama zake za mwili, salla jalisan, akawa anasali hali ya kuwa anakaa kitako. Fa idha arada an yarka'a, na anapotaka kurukuu, qama, husimama. Faqara'a, anasoma baadhi ya aya ndio hizo 30-40, thumma raka'a, kisha ndio anarukuu. Tutaje kuona sometime huko mbeleni kuna sunna iliyohamwa. Mathalan umefika pahala maswali, imamu wenu mgonjwa na hamuoni kwamba kuna imamu mwingine zaidi ya huyo, waliopo wote kila mmoja ni jasiri katika swala ya dhuhuri na swala ya alasiri. Imamu wengi msikitini humu, kila mmoja ataswalisha ile swala mbili tu, adhuhuri na alasiri. Maana magharibi kuna kizaazaa, na isha kuna mtihani, na alfajiri kuna ikhtibari. Itabidi asome sura tumsikie, sio itamlazimu asome tumsikie. Kumbe jamaa ni mtupu mweupe. Lakini adhuhuri aswalisha, aswalisha, kwa sababu hapa kila kimya. Mwambie pita magharibi, kila mmoja hapa. Sasa imam akawa ni mgonjwa, hawezi kusimama, na ikawa hapana imamu ambaye mwingine ataswalisha, lazima apite yeye. Imam akikaa kitako na maamuma wote nao wataswali hali ya kuwa amekaa kitako. Ndio ufanya hapa Maryam. Imam kakaa na watu wote wamekaa. Subhanallah. Watu bwana wanakaa kitako. Ndio wale ambao wasema wao, bwana wewe kusoma hakuna maana sana, watu watoke tu. Utoke ende wapi? Uende wapi? Ende wapi? Halafu nitafanya nini? Sio kiambo atoka sema twende. Watoke enda wapi? Chibeli cha Bunguza sio? Watoka wenda wapi na wenda fanyaje? Lingania. Soma hapa sura al-Fatiha. Isome hapa al-Fatiha, tukusikize mwanzo mwisho. Utizame shiki sawa. Mna visiki humo, mna vikuua, mna mashimo, mna mawe, mna magogo, kila kitu. Sasa wewe ndio uko wazunguka, kaa hapa pale jioni, ubeba kora katika sura al-Fatiha kwanza, paka ulimi unyooke sawa. Hawana hilo nyimbo kali sana. Tuombe Allah salama na afya. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.